Mtoto aliyepotea sehemu ya 10 na ya mwisho. Karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Mtoto Aliyepotea. Simulizi inayoelezea historia ya mtoto wa kitajiri aliyepotea na kulelewa na familia ya kimaskini. Tuungane katika safari yetu ya simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Mzee Daudi tayari ameshafanikiwa kumpata binti yake Neema, ambaye kwa sasa anafahamika kwa jina la Upendo. Na kazi hii alimpa daktari wake kwa ajili ya kufuatilia mwanzo hadi mwisho majibu ya DNA kuthibitisha kwamba Neema ni binti yake au sio binti yake. Huku mke wake Elizabeth aking'ang'ana kumtafuta Neema kwa udi na uvumba ili apate kumwangamiza. Lakini taarifa mbaya ni kwamba kwa Elizabeth alipata taarifa kwamba binti yule ambaye mtoto wake Diana alikuwa akimfanyisha kazi katika kampuni yake ndio yule binti ambaye anafahamika kwa jina la Neema, ambaye kwa sasa anafahamika kwa jina la Upendo. Jina hilo alipewa na mama mlezi anayefahamika kwa jina la Maria. Basi Elizabeth akaendelea kuhaha. Alihaha usiku na mchana kumtafuta binti huyu Neema ili aweze kumteketeza, huku akijapiza kwamba Neema, ni lazima nikikupata nikuue. Ni kwa sababu umenisumbua kwa kipindi kirefu sana. Siwezi nikakuacha. Siwezi kukuacha Neema. Ni lazima iwe jua iwe mvua nitakupata. Labda kama sio mimi Elizabeth. Basi moja kwa moja Elizabeth akachukua simu kisha akampigia simu rafiki yake anayefahamika kwa jina la Margaret. Akampigia akasema, Mage akasema, Elizabeth vipi? Akasema, yani Mage, kama ambavyo nilikwambia mambo yanaenda kuwa magumu. Mage akasema, yanaenda kuwa magumu? Kivipi yani mambo yanaenda kuwa magumu? Elizabeth akasema, yani huwezi amini, Neema alikuja mpaka katika ofisi ya babake na aliletwa na binti yangu Diana kwa ajili ya kufanyishwa kazi. Ni kwa sababu Diana alikuwa anamshuku binti yule kwamba alikuwa na mahusiano na mpenzi wake anayefahamika kwa jina la Akram. Hivyo Diana akaamua kufanya kila njia ili kumdhibiti binti yule asiendelee kuwa na mahusiano na mpenzi wake ambaye ni Akram. Lakini wanasema usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Maskini binti yangu hakujua kwamba yule binti ambaye amemleta katika kampuni yake ndio binti ambaye babake anamtafuta usiku na mchana. Lakini kulitokea purukushani, ndipo babake akamuita ofisini. Uwezi amini, nasikia binti yule amefanana copyright na Suzy, kitendo ambacho kilimshtusha sana mume wangu Daudi. Yani mpaka sasa Daudi anaendelea kupeleleza, lakini kuna mtu amemwambia kwamba binti yake yuko kijijini na yuko mkoa wa Kilimanjaro, ila yeye hajui kwamba yule binti ambaye alimfukuza katika kampuni yake ndio binti yake. Hivi sasa anajiandaa, anataka kwenda Kilimanjaro, lakini wiki hii amebanwa sana na kazi. Hivyo nataka niwe wa kwanza mimi kumpata binti yule, na nimeshaelekezwa mpaka nyumba ambayo anaishi. Nataka nikamchomee mule yeye pamoja na huyo mamake mlezi, ili Daudi atakapoenda akute hamna chochote. Mage akasema, we safi, bora hata umewaza vyema, ni bora umekuwa na mawazo ya haraka. Basi fanya hivyo, unawaza nini? Elizabeth akasema, ndiyo, nimemwaga kwamba ninaenda Dodoma. Kuna mamdogo wangu anaumwa, inabidi nikamtembelee. Hata siendi Dodoma, safari yangu ni kwenda huko mkoani Kilimanjaro. Nataka nikateketeze nyumba ile yote. Mage akasema, sawa rafiki yangu. Basi hata mimi nitakusapoti, na mimi ngoja niandae watu wangu huko tujue ni namna gani ya kufanya. Elizabeth akasema, sawa, nakutegemea rafiki yangu, nakutegemea katika hili, usije ukaniangusha. Mage akasema, wewe hata usiwaze. Basi upande wa pili baba Akram akamuita mtoto wake Akram ili waongee juu ya swala zima la ndoa baina yake Akram pamoja na binti wa Daudi ambaye ni Diana. Lakini baba Akram tayari alishajua ukweli kwamba mzee Daudi tayari alishampata binti yake, na yule binti ambaye Akram anampenda ndio binti wa mzee Daudi. Ikabidi baba Akram aanze kumwambia kijana wake. Akamwambia Akram, vipi kijana wangu, unaendeleaje? Akram akasema, naendelea tu vizuri baba, lakini sijui nitampata wapi yule binti, kwa sababu nimeenda katika ofisi ambayo alikuwa anafanyia kazi, ambayo ni kampuni ya mzee Daudi anayosimamia Diana. Sijamkuta, wanasema mzee Daudi amemfukuza. Sijui binti yule nitampata wapi. Baba Akram akamwambia kijana wake, hivi ni kweli una mapenzi ya dhati na yule binti? Akram akasema, ndiyo baba, ni kweli nampenda sana yule binti. Siko tayari kumpoteza na siko tayari kwa naye mbali.
nitafanya kila njia nimtafute binti yule. Ni bora nikachelewa kuoa, lakini sio kuwa mbali na binti yule. Baba Akram akasema, sawa. Sasa kijana wangu, Mzee Daudi akati amekuja hapa, kuna mambo mengi ambayo tumezungumza. Unakumbuka yule binti ambaye niliwahi kuambia kwamba kuna binti wa Mzee Daudi alipotea akiwa na umri ya miaka 3? Akram akasema, ndio baba, nakumbuka. Kwani vipi? Akasema, yule binti Mzee Daudi amempata, lakini yuko katika vita kubwa sana. Yuko katika vita na mke wake. Mke wake anataka awe wa kwanza kumpata binti yule ili aweze kumwangamiza, lakini Mzee Daudi amefanikiwa kumtoa sehemu ile yule binti na amemweka katika sehemu salama, na tayari vipimo vya DNA vinaonyesha kwamba yule ni binti yake. Akram akasema, kwa hiyo itakuwaje baba? Baba Akram akasema, kitu usichokijua kijana wangu, yani wewe ni moja ya daraja ambalo umemfanya Mzee Daudi ampate binti yake. Yani wewe ndiye umemkutanisha Mzee Daudi na binti yake. Akram akasema, mimi nimemkutanisha Mzee Daudi na binti yake? Kivipi? Kwa sababu mimi huyo binti hata sijaimuona, sidhani hata kama tumeikutana hata sehemu moja. Baba Akram akasema, yule binti ambaye ulikutana naye kule mkoani Kilimanjaro wakati ukielekea kutafuta maeneo, huyo ndiye ambaye anafahamika kwa jina la Neema. Akram akasema, what? Unasemaje baba? Unataka kuniambia Upendo ni mtoto wa Mzee Daudi? Maskini binti wa watu. Yani ni binti ambaye anapambana sana kujitafuta katika maisha. Yani baba, ungemuona anavyopambania maisha yake, ungemuonea huruma sana. Lakini ni binti jasiri. Nafikiri amepata ujasiri kutoka kwa babake. Baba Akram akasema, ndio hivyo kijana wangu. Sasa tuko katika mpango mkakati wa kuweza kuwafichua na kuyatoa maovu yao hadharani, Diana pamoja na mamake ambaye ni Elizabeth, kwa sababu Diana alimchukua binti yule ili amfanyishe kazi ili achane na wewe, kwa sababu alijua kabisa kwamba wewe unampenda binti yule. Kwa hiyo ili wewe usiendelee na mahusiano na binti yule, ikabidi amteke. Kwa hiyo ndio maana nakwambia kwamba Mwenyezi Mungu amekutumia wewe kwa kama daraja la Mzee Daudi kumpata binti yake. Akramu akamwambia babake, yani babangu, hata siamini. Yani siamini kwa kile ambacho unaniambia hapa. Kweli Mungu hamtupi mja wake. Yani binti ambaye nilikuwa namwaza kila siku, ndampata wapi? Ndamueleza vipi? Kumbe ni mtoto wa Mzee Daudi. Basi hakika taoa katika familia ya Mzee Daudi. Lakini baba, itakuwaje sasa? Kwa sababu Diana anajua mimi nitamuoa yeye. Baba Akram akasema, kuna mpango ambao tumepanga mimi na Mzee Daudi. Kwa hiyo wewe jifanye kwamba unaenda kumuomba msamaha Diana, kwamba unataka mrudiane, kwa sababu yule binti umegundua kwamba hana mapenzi ya dhati, alifuata tu pesa kwako. Kwa hiyo mwambie mwezi ujao mnatakiwa kufunga ndoa, kwa sababu wewe unatakiwa kusafiri nje ya nchi. Akram akasema, itawezekana kweli baba? Akasema, ni kweli itawezekana, lakini pia sisi tutajitahidi kumshawishi binti yule aweze kukukubali ili tuweze kuunganisha familia zetu. Kwa hiyo tutafanya kila njia, na siku ya ndoa yako ndio siku ambayo mambo yote mabaya yatagundulika. Akram akasema, sawa baba, asante sana. Yani siamini macho yangu. Siamini kama mwanamke ambaye nampenda kwa dhati ndio mwanamke ambaye anaenda kuwa mke wangu, tena kwa usaidizi wa babake pamoja na wazazi wangu. Siamini. Babake Akram akasema, sawa mwanangu, lakini hakikisha jambo hili umwambie mtu yoyote. Basi baada ya hapo Elizabeth yeye alikuwa yuko njiani akielekea huko mkoani Kilimanjaro. Alipofika moja kwa moja akakutana na rafiki yake Margaret, kwa sababu njia nzima walikuwa wanawasiliana. Kila mtu alipanda gari tofauti tofauti na walipanga kuonana pale mkoani Kilimanjaro. Basi walipofika alifika katika moja ya hoteli kubwa sana ya kifahari kutoka pale mkoani Kilimanjaro. Baada ya kufika wakapanga mipango yao yote namna gani ya kuweza kummaliza binti anayefahamika kwa jina la Neema. Basi baada ya kupanga mipango yao vizuri, wakawaita vijana kwa ajili ya kwenda kuteketeza nyumba ile. Basi usiku wa manane wale vijana wakaelekea moja kwa moja kuteketeza nyumba ile. Baada ya kuteketeza nyumba ile, kesho yake asubuhi Margaret pamoja na Elizabeth wakageuza kuelekea jijini Mwanza, huku akijua fika kwamba tayari wameshamteketeza Neema pamoja na mamake mlezi. Lakini huku upande wa pili tulishia pale ambapo Maria alikuwa anaeleza ni kisa kipi ambacho kilimfanya aweze kuhama jijini Mwanza na kuelekea mkoani Kilimanjaro. Basi baada ya kugundulika ukweli kwamba
Neema na Daudi ni mtu na babake. Maria akaanza kulia. Akasema kiukweli baba, mtoto huyo nimemlea kimateso sana, lakini nimemlea kama binti yangu ni kwa sababu nilikuwa sina uwezo wa kupata mtoto. Mume wangu aliniacha miaka mingi sana. Kwa hiyo baada ya mtoto huyu kupotea na mimi kumuokota, tukatangaza katika vyombo vya habari na sehemu mbalimbali. Hakuna mzazi yote ambaye alipatikana kwa ajili ya kumtaka mtoto huyu. Basi ikabidi niombe uongozi wa serikali niweze kukaa naye mimi huyo mtoto. Lakini mtoto huyu baada ya kufikisha miaka 5, kuna dokta mmoja ambaye alikuja pale nyumbani kwangu. Alikuja akisema kwamba alisikia mimi kwamba mimi ndiye ambaye niliokota mtoto. Alinipa maelezo marefu sana kwamba baba wa mtoto huyu anamtafuta sana, lakini kuna vipimo vidogo ambavyo alihitaji kuthibitisha. Basi alichukua baadhi ya vitu, ikiwa ni pamoja na nywele. Alichukua nywele za Neema ambaye ndio binti yangu Upendo. Lakini baada kama wiki moja hivi nikavamiwa nyumbani kwangu usiku. Tena nakumbuka siku hiyo nilikuwa nimetoka katika biashara yangu ya kuuza uji. Basi wakati nimefika tu, binti yangu huyo nilimtuma dukani kununua kiberiti. Basi walikuja wanawake 2 pamoja na vijana 3. Bila kuuliza chochote, wakaanza kunishambulia na kuanza kunipiga, huku akiniambia, "Yule mtoto ni nani? Na yule mtoto yuko wapi?" Nikamwambia, "Yule mtoto gani ambaye mnamsema?" Wakaniambia, "Mtoto ambaye umemuokota. Mtoto ambaye ana kovu mkononi pamoja na kidoti katika begi lake la kushoto." Kiukweli niliona ni dalili ya hatari. Ni kwa sababu hata daktari wakati alikuja kumpima alisema kwamba mtoto huyo ni mtunze sana, kwa sababu katika familia yake inaonekana kuna watu ambao hawana mapenzi ya dhati na huyo mtoto. Basi ikabidi nikatae kata. Nilikataa kata kwamba yule binti ni mtoto wangu. Yule mtoto ambaye nilimuokota nilimpeleka katika kituo cha kulelea watoto yatima. Mimi naishi na binti yangu tu mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Upendo. Wakati naendelea kubishana na wale watu huko akiendelea kunipiga, nikamwona Upendo akiwa ametoka dukani akiita, "Mama, kiberiti hichi hapa." Ilikuwa ni kawaida yake binti yangu kuniitia nje kabla hajafika ndani. Basi nikamwambia Upendo, "Tafadhali naomba kimbia, rudi huko ulikotoka. Nenda kwa balozi kamwambia tumevamiwa." Basi vijana 2 ikabidi watoke haraka ili kumfukuzia Upendo. Nashukuru Upendo alikuwa ni mwelewa. Alikimbia sana na alifanikiwa kufika kwa balozi kwa wakati. Basi baada ya kuona kwamba Upendo amekimbia na akahisi kwamba huenda Upendo ameenda kutoa taarifa kwamba mimi nimevamiwa, basi wakanipiga na kitu kizito kichwani, kitu ambacho kilinifanya nipoteze kumbukumbu. Sikuelewa ni kipi ambacho kilifuata baada ya hapo, ila nilikuja kushtukia tu nipo hospitali. Baada ya hapo nikaeleza namna hali ilivyotokea. Nilieleza mwanzo hadi mwisho namna hali ilivyotokea. Baada ya hapo balozi alinishauri kwamba inaonekana mtoto huyu anatoka katika familia yenye mgogoro, hivyo anapaswa kwenda sehemu nyingine, tena sehemu ya mbali, nikajifiche huko, ikiwezekana hata nikawe mkulima tu wa kawaida, nisiwe mfanyabiashara. Kama mtu akitokea akimtaka mtoto wake, basi watampa taarifa zote na kumwelekeza moja kwa moja sehemu ambayo mtoto huyu anapatikana. Kiukweli ikabidi niondoke, japo nilikuwa sina kitu, lakini balozi wa mtaa ule alinisaidia sana yule baba. Alinisaidia kuanzia kuondoka kwangu. Niliondoka kimaficho sana. Mzee Daudi akamwangalia, akasema, "Je, nikikuonyesha hizo sura za hao wanawake ambao walikuja kumtafuta huyo binti, unaweza kuzifahamu?" Akasema, "Ndio nazifahamu." Kwa sababu alikuwa ni mwanamke mmoja ambaye alikuwa na mwili wa wastani, si mnene wala si mwembamba. Alikuwa na rangi ya chocolate hivi, na rafiki yake mwingine alikuwa ni mnene hivi, alafu mweupe. Mzee Daudi akachukua simu yake, kisha akaperuzi kidogo na kuonyesha picha ambayo amepiga Margaret pamoja na mke wake Elizabeth. Basi Mariam alipoona alishtuka, akasema, "Ndio baba, ndio hapa. Kwani unafanya nao kazi?" Mzee Daudi akasema, "Hapana. Hapa mmoja ni mke wangu ambaye huyu ni mweusi na huyu mwingine ni rafiki yake ambaye anafahamika kwa jina la Margaret." Maria akasema, "Hawa ndio ambao walinifuata. Hao ndio ambao walitaka kumuua binti yangu Upendo. Hawa ndio ambao wamenifanya nisimwambie ukweli wowote binti yangu Upendo kwa kuhofia kwamba ataweza kupoteza uhai." Mzee Daudi akasema, Asante sana Maria. Sijui hata nikulipe nini katika maisha yangu. Umenitendea kitu kikubwa sana ambacho sikufikiria hata siku moja. Yaani ndio nilikuwa najua kwamba binti yangu hajafariki, lakini nilikuwa nawaza nitampata wapi, ni sehemu gani, yupo katika mazingira gani, lakini umemlea mtoto katika maadili mema, na kushukuru sana. Yaani sina hata cha kukulipa." Maria akasema, "Cha kunilipa unacho." Daudi akasema, "Ni kipi hicho? Mimi niko tayari kukupa hata nusu ya mali zangu."
kwa ajili tu ya shukrani. Maria akasema hapana, mimi sihitaji mali zako. Ninachohitaji, japo umemjua kwamba huyu ni binti yako, lakini naomba usimtoe mbali na mimi, usimweke mbali na mimi, kwa sababu nimemzoea sana. Nimemzoea kama binti yangu wa kumzaa. Huyu ndiye familia yangu kwa sasa. Sina mtu mwingine zaidi ya huyu Upendo ambaye kwako ni binti yako Neema. Mzee Daudi akasema hata usijali, usiwaze. Yaani kwa kitu ambacho ulichonitendea, huyu binti atakufanya kama mama siku zote katika maisha yako, na yule mwanamke ni lazima hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi yake. Kisha akamwambia Maria, unamfahamu huyu dokta ambaye amekaa kando yako na mmeishi naye ndani ya hizi siku chache? Maria akasema nimemfahamia tu hapa mzee wangu. Akasema huyu ndiye ambaye alikuja kuchukua vipimo miaka 20 iliyopita. Kama uamini, hata naye pia alikuwa anazongwa sana na mke wangu Elizabeth. Kwa nini ameutambua ukweli? Hapo alipo amevaa kila kitu cha bandia. Dokta akaanza kusaula kidogo kidogo. Akatoa ndevu za bandia, akatoa kile cha bandia, akatoa zile nywele za bandia. Maria akasema wao, kweli ndio huyu dokta ambaye alikuja miaka 20 iliyopita. Ndio huyu dokta ambaye alinisisitiza sana kwamba niwe makini na huyu mtoto, nimlinde sana. Asante sana, ndio huyu bwana. Mzee Daudi akasema wao, asanteni sana. Sasa hapa nahisi pia sio sehemu sahihi. Amtakiwa kukaa kwa muda mrefu hapa. Lakini pia kuna nyumba ambayo nimewaandalia, nyumba maalum kabisa kwa ajili yako wewe pamoja na binti yangu. Kisha akasema, lakini binti yangu Neema, najua ndo kwanza tumefahamiana binti yangu, lakini kuna mtu ujue kwamba ndiye aliyefanikisha mimi na wewe tuweze kukutana, na mtu huyu ni kijana anayefahamika kwa jina la Akram. Unamfahamu Akram? Maria akasema, Akram? Yule kijana aliyenisaidia kipindi kile wakati naumwa? Da, tunamfahamu. Lakini binti yako alivyombishi, kijana yule alikuja kutoa ombi, alikuwa anataka kumuoa binti yako. Mzee Daudi akasema, yani Mungu ni ajabu sana. Uwezi amini, yule kijana ni mtoto wa rafiki yangu mkubwa sana, na nilikuwa nataka nimuozeshe na binti yangu huyu wa kumlea ambaye ni Diana. Na Diana alifanya vile ni kwa sababu aliona una ukaribu mkubwa sana na Akram. Kwa hiyo alitaka akutese ili uachane na Akram. Neema akasema, wewe usiniambie baba, mbona Diana ana roho mbaya kiasi hichi? Lakini mimi hata sikujua kwamba mimi ni mtoto katika familia ya kitajiri. Hakika Mungu anajua kujibu kwa wakati. Mzee Daudi akasema, ndio hivyo mwanangu, haya tujiandae tuondoke, yani hapa hamna kusubiri kesho. Basi Mzee Daudi akawapeleka Maria pamoja na Neema na yule dokta katika nyumba nyingine, nyumba iliyo mafichoni zaidi. Elizabeth baada ya kukamilisha kuchoma nyumba kule mkoani Kilimanjaro, alirudi huku jijini Mwanza huku akiwa na furaha tele. Na alipofika nyumbani, naye Mzee Daudi alikuwa anafika. Akamwambia, vipi mke wangu, za huko Dodoma kunaendeleaje? Mamdogo anaendeleaje? Akasema, mamdogo anaendelea vizuri. Vipi kuhusu wewe? Umefanikiwa kwenda Kilimanjaro? Mzee Daudi akasema, nimefanikiwa kwenda Kilimanjaro, lakini huwezi amini kile ambacho nimekishuhudia. Nimekuta nyumba imeungua, yani binti yangu pamoja na yule mwanamke aliyekuwa anamlea binti yangu wote wameteketea kwa moto. Elizabeth akasema, jamani, pole sana mume wangu. Yani umefanikiwa kumpata binti yako, alafu anakuja tena majanga kama hayo. Pole sana. Akasema, hata usijali, lakini kwa kuwa nimeona majanga yanaendelea kuikumba familia yangu, nimeona ni bora binti yangu Diana wafunge ndoa ya haraka mwezi ujao na Akram, ili asije akatokea mambo mengi. Elizabeth akasema, wewe kweli mume wangu? Akasema, ndio, kila kitu nimeshaongea na babake Akram, na Akram tayari ameshaelewa. Elizabeth akasema, wewe usiniambie, hebu nikampe hizi taarifa njema binti yangu hata kabla hujamalizia. Basi Elizabeth akanyanyuka pale kitandani na kuelekea katika chumba cha binti yake. Diana akiwa amelala huko akiwa na mawazo mengi, akamwambia, wewe binti, yani kulala tu hata ujue ulimwengu unaendaje. Akasema, mama, kwani ulimwengu unaendaje? Yani mimi nimechanganyikiwa, sijui hata nampata vipi mimi Akram. Elizabeth akasema, utampata vipi au tayari umeshampata? Yani kwanza nilipeleleza, kumbe wakati babako amewafukuza yule mwanamke pamoja na Neema, walienda kule kwenye nyumba yao ya kule Kilimanjaro. Baada ya kufika pale wakampigia simu, babako akanipa taarifa zote. Basi mimi hizi siku 2-3 ambazo kuniona ndio nilienda kule. Kwa hiyo tukachoma nyumba saa 8 usiku. Diana akasema, wewe usiniambie. Akasema, ndio hivyo. Kwa hiyo babako alivyoenda pale kakuta tayari washakuwa majivu. Kwa hiyo amekuja hapa anasikitika, anasema, naona familia yangu imekuwa na majanga makubwa, kwa hiyo naona tu binti yangu aolewe tu na Akram, na tayari nishaongea na Akram pamoja na babake na wako tayari.
Diana akasema, wewe usiniambie mama. Asante sana mamangu, ndio maana nakupenda sana. Diana akasema, asante sana. Basi Elizabeth ikabidi amwache binti yake akiwa anaendelea kufurahi, yeye aelekea uko chumbani kwa mzee Daudi. Asichokijua ni kwamba mzee Daudi kila kona aliweka rekoda kwa ajili ya kurekodi kila kitu ambacho kitakuwa kinaendelea, sio chumbani kwa Diana, sio chumbani kwao, sio sebleni, sio jikoni, sio chooni, kila kitu. Kwa hiyo kila ambacho alikuwa anakifanya Elizabeth, kila kitu kilikuwa kinagundulika. Baada ya muda Akram akampigia Diana simu. Akamwambia, halo mpenzi wangu Diana. Diana akasema, halo, vipi Akram? Umenishangaza. Nimekuwa tena mpenzi. Si uliniambia mimi sifai kuwa na wewe? Akasema, mpenzi, samahani. Najua wewe ndio mwanamke ambaye unanipenda kwa dhati. Ni shetani tu alinipitia mimi kumtaka yule mwanamke wa kimaskini. Kwanza mimi naye hatuendani. Hata sijui yuko wapi. Maana nimeenda kule nyumbani kwao, nimekuta nyumba imeungua. Yaani sijui hapo hai au amekufa. Mimi sitaki kujua. Ninachotaka tu ni kwamba mimi na wewe tukamilishe swala letu la ndoa haraka. Twende tukaishi nje ya nchi ili tuachane na haya mambo ya huko jijini Mwanza. Diana akasema, wow, asante sana mpenzi wangu. Nimefurahi. Mimi hata sina shida. Hofu kwako tu. Akram akasema, sawa mpenzi wangu, basi mambo mengine, maandalizi ya ndoa yaendelee. Diana akasema, sawa, haina shida mpenzi wangu. Basi Diana alikuwa amefurahi sana. Alialika ndugu, jamaa na marafiki wa kila pande. Alialika watu mashuhuri na mamake pia aliwaalika watu mbalimbali, na rafiki yake Margaret hakukosa. Wanasema hayawi basi yakawa. Wakati huko mipango ya kufunga ndoa ikiendelea na kule kaeka za kumwandaa bi harusi ambaye ni Neema nazo zilikuwa zikiendelea. Basi siku ya ndoa, sherehe ya kwanza ilifanyika vizuri kabisa. Sherehe hii hawakutaka kuwaita viongozi wa dini, ni kwa sababu walikuwa wanaigiza. Basi sherehe ya pili ambayo ilikuwa ni jioni, watu mbalimbali walikuwepo, viongozi mbalimbali wa serikali na wengine kutoka sekta binafsi na wadau mbalimbali pamoja na wananchi wa kawaida. Basi siku hiyo ilipofika, Diana alikuwa amependeza sana na Akram alikuwa amependeza sana. Basi wakati wanaendelea na taratibu za ndoa kama kawaida, mzee Daudi akaomba microphone ili aweze kuongea. Akasema, jamani mabibi na mabwana, karibuni sana katika sherehe ya binti yangu. Sherehe hii nimeisubiri kwa miaka mingi sana. Nimeumia kwa miaka mingi sana, lakini Mungu amejibu maombi yangu kwa wakati. Watu wakapiga vigelegele. Akasema, kwanza kabisa kabla sijawaambia kinachoendelea, ningeomba mke wangu kipenzi, mke wangu ambaye ananisapoti kwa kila kitu, kwa kila jambo, asimame awapungie mkono watu. Basi Elizabeth akasimama, kisha akasema, lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila kama atasimama mke wangu peke yake, wakati najua kila nyuma ya mafanikio aliyofanya mke wangu kulikuwa na rafiki yake anayefahamika kwa jina la Margaret. Margaret, tafadhali pia naomba upite mbele ili uweze kuwapungia watu mkono. Margaret kwa bashasha akapita pale mbele na kuwapungia watu mkono. Basi baada ya hapo mzee Daudi akasema, tafadhali jamani, nilikuwa naomba muwaletee kiti special mke wangu pamoja na Margaret pamoja na binti yangu Diana ili wapige picha ya pamoja, kwa sababu picha hii nataka itengenezwe kiaina yake. Watu walifurahi sana, huko wananchi wengine wakiendelea kunongonezana wakisema, matajiri bwana, sasa kuna haja gani ya kutengeneza picha kitofauti? Picha si ni picha tu. Hiyo picha utakuta anapiga hata mamilioni. Jamani, watu wanajua kuzichezea pesa. Basi baada ya Diana, Elizabeth pamoja na Margaret kutengewa kiti na kukaa sehemu ya pamoja, ndipo mzee Daudi akasema, tafadhali kabla sijakupa zawadi hii kipenzi changu Elizabeth, ambaye ni mama yake Diana, nilikuwa na swali moja tu ambalo naomba nikuulize. Tafadhali naomba na wewe uchukue kipaza sauti ili tuweze kujibishana kwa pamoja. Elizabeth akajua ni surprise ambayo mume wake ameamua kumwandalia. Elizabeth akachukua kile kipaza sauti. Mzee Daudi akaanza kumuuliza. Akasema, Elizabeth, naomba uniambie ukweli mbele ya umati wote huu hapa wa watu katika sherehe hii hapa ya binti yako Diana. Elizabeth, katika maisha yangu ulifuata kipi hasa? Ulinipenda mimi, ulinipenda mali zangu, au uliwapenda watoto wangu? Elizabeth akashtuka sana kusikia lile swali. Akamwangalia Margaret usoni, kisha akamwambia, nimekupenda wewe mume wangu, sijapenda kitu chochote kutoka kwako. Nimekupenda wewe kama wewe Daudi, na ndio maana miaka yote hiyo nimeishi vyema kabisa na watoto zako. Mzee Daudi akasema, sawa mke wangu,
najua umeishi vyema kabisa na watoto wangu, lakini umeishi nao vyema ni kwa sababu watoto wangu wamesoma nje ya nchi. Vipi kuhusu Neema? Uliishi naye vipi? Kwa sababu Neema pia naye angekuwa hai, angekuwa na umri sawa na binti yako. Elizabeth akaangalia chini kisha akamwambia, mume wangu jamani, Neema nilikuwa nampenda sana. Ukizingatia Neema alikuwa ni binti mrembo sana na alikuwa amefanana kabisa na rafiki yangu ambaye ni marehemu kwa sasa, ambaye ni Suzi. Hivyo nikajikuta nampenda zaidi Neema kuliko hata mtoto wangu Diana. Akasema, sawa mke wangu. Picha ya Suzi ukiona kwa sasa utaikumbuka? Elizabeth akasema, ndio mume wangu, nitaikumbuka. Basi mzee Daudi akachukua remote na kubonyeza katika skrini kubwa ambayo ilikuwepo katika ukumbi ule. Basi ikaonyesha picha ya Suzi na pembeni ilionyesha picha ya Neema. Diana akashtuka. Elizabeth akamwambia, vipi, mbona umeshtuka? Yule ni Suzi. Ile picha moja alikuwa ni binti na hii picha nyingine wakati ni mama. Mzee Daudi akasema, vipi mke wangu, mbona unanong'onezana na binti yako hapa? Akasema, Diana anashtuka kuziona picha mbili ambazo zimefanana. Nilikuwa namuelekeza kwamba hiyo picha moja ni picha ya marehemu Suzi ambaye ni mama yake Neema, na hiyo picha nyingine ni picha ya Suzi kipindi yuko binti. Akasema, sawa kabisa. Sasa mke wangu kipenzi, kitu usichokijua ni kwamba ukweli wote nimeshautambua. Hiyo picha nyingine ambayo unasema ni picha ya Suzi kipindi kile akiwa binti, basi huyo ni Neema mwenyewe. Nimemtafuta binti yangu, nimempata, na tungependa utuambie ile maiti ambayo uliponda na kuipakazia jina la Neema ni ya nani? Hapo Elizabeth akashtuka. Margaret akataka kukimbia, lakini tayari alikuwa ameshachelewa. Basi pale mzee Daudi akabofya tena remote na kuplay sauti zote ambazo walikuwa nazungumza Elizabeth pamoja na Margaret pamoja na Diana. Waliongea mambo mengi, ikiwa ni pamoja na mipango ya kuangamiza hata hawa watoto wawili waliosalia, Zakaria pamoja na Musa, huku wakijipongeza kwa kujipa ushindi. Baada ya hapo mzee Daudi akasema, tafadhali jamani, samanini sana, kijana wetu Akramu hamuoi binti anayefahamika kwa jina la Diana, anamuoa binti yangu wa kumzaa anayefahamika kwa jina la Neema. Neema, tafadhali popote ulipo, naomba msogezeni binti yangu, malkia wangu, pacha wa marehemu Suzi mke wangu. Basi hapo ghafla kuna gari la kifahari likatoka likaingia katika ukumbi ule, huku likimleta Neema. Neema alikuwa amependeza sana, kila mtu alikuwa ameshangaa. Hata Elizabeth alishangaa sana kumuona Neema. Akasema, Neema, hakika umefanana na Suzi. Kisha akapiga magoti na kuanza kuomba msamaha. Naomba nisamee mume wangu, nisamee sana, mimi nimekukosea mambo mengi makubwa. Naomba unisamee mume wangu, tamaa yangu ilikuwa imeniponza. Ni kweli mimi ndiye ambaye nimefanya mambo haya yote. Ni kweli mimi ndiye ambaye nilimuua rafiki yangu Suzi ili niolewe na wewe nipate mali. Naomba unisamee, na haya yote nilifanya kwa shinikizo la rafiki yangu Margaret. Daudi akasema, mimi nilishakusamee, lakini sheria itafuata mkondo wake. Lakini nataka wengine wajifunze hapo ukumbini kwamba wakati unaishi na mtu, angalia marafiki unaokuwa nao, ichunge sana tamaa yako. Mpende mtu kulingana na utu aliokuonyesha, mpende mtu kulingana na vile alivyo, usimpende mtu kwa kile alichonacho. Na kama si riziki yako, basi achana nayo, kwani kisicho riziki hakiliki. Basi siku hiyo ndoa baina ya Akram pamoja na Neema ilipita. Neema na Akramu wakawa mume na mke, na mzee Daudi alimpenda sana binti yake. Zakaria pamoja na Musa walifurahi sana kumuona mdogo wao akirudi tena katika familia yao. Na huo ndio mwisho wa simulizi hii inaokwenda kwa jina la Mtoto Aliyepotea. Umejifunza nini kulingana na simulizi hii uliposikiliza mwanzo hadi mwisho? Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Na huo ndio mwisho wa simulizi ya Mtoto Aliyepotea. Mwisho wa simulizi hii ndio mwanzo wa simulizi nyingine inayokwenda kwa jina la Tamaa Yangu Imeniponza.